Bwana, mambo vipi mtazamaji na mwana michezo mwenzangu? Hii ni Spoga TV na mimi ni Isa Dede, mmoja wa mataifa chumvi ambao najikumuta huko. Bwana, niko na mtaalamu Garibu Mzinga kuweza kuzungumza. Bwana, kuna taarifa za ndani ambazo zimenifikia, ndio maana nimekutafuta uweze kuniambia. Inasemekana klabu ya Wekundu wa Msimbazi, kwa mujibu wa chanzo changu, kwamba kuna beki ambayo wanatarajia kumuongeza kutoka Mauritania, anaitwa Noor Mohamed Al-Habdi. Nimetamka sawa bila shaka. Wanatarajia kumuongeza katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports, na ripoti zinasema kwamba huenda beki wa kati Chemalon Fondo wakaachana naye. Bwana, umezisikia hizi? Na kama itakuwa hivyo watafanikiwa, nadhani wewe ni mchezaji ambaye unamfuatilia, unakutajia Noor Mohamed, umemfuatilia, ni beki wa namna gani? Watu wanapenda kusikia. Yes bwana, kwanza namfahamu huyo beki. Namfahamu, na kwa kweli huyo beki katika dirisha lililopita, kwa maana dirisha kubwa lililopita, anaitwa nani kwanza hapo? Manake ndio hiyo kama ulivyosema, Noor Mohamed Al-Habdi. Wewe ndio umeniambia? Si ndio huyo unamaanisha wa Mauritania? Ndio. Yes, kama ndio huyo namfahamu. Noor Mohamed Al-Habdi ni beki ambaye anacheza kwenye klabu ya Nouadhibou, ndio klabu kubwa zaidi ndani ya Mauritania. Ninachofahamu kuhusu huyu mchezaji, Simba sio mara ya kwanza kumhitaji Noor Al-Habdi. Walimhitaji katika dirisha lililopita, dirisha kubwa, kwa maana kuelekea katika msimu huu wa 24-25. Ukiangalia project ya Simba kwa asilimia kubwa wamekuwa wakisajili wachezaji ambao wanafanana age, yaani wachezaji wenye umri mdogo kwenye miaka 20 to 25 maybe 24 hapo. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaingia kwenye hiyo project yao, kwa maana ana umri wa miaka 24 kwa sasa. That time alikuwa na miaka 23. Kwa sasa na miaka 24. Kwa hiyo ni deal ambayo ilikuwepo, nilisikia kutoka katika vyanzo mbalimbali vya kuaminika, lakini haikutokea. Yes, haikutokea. Baadaye wakaenda kumsajili Shamu Karabwe katika eneo la walinzi wa kati. Baadaye pia wakaja kumpata Abdurazak Hamza. Kwa hiyo nadhani deal itakuwa ilikufa kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo sasa hivi kama wanarudi tena, basi na hapo ndo nakwenda kujibu na swali lako la msingi. Ni beki mzuri Noor Al-Habdi. Yes, ni mlinzi ambaye ana height nzuri. Unajua taifa ambalo anatokea, kwa maana Mauritania ni Afrika ya Magharibi ambako kuna pakana pia na Afrika Kaskazini, kwa sababu ni nchi ambayo inaungana pia na Morocco pamoja na Algeria. Chini yake huko kuna Senegal. Lakini Mauritania, nature yao, asilimia kubwa wachezaji wao ni warefu. Nadhani ni nature tu ya watu wa Mauritania, kwa sababu hata ukiangalia kwenye documentaries zao utaona wachezaji wao wengi warefu. Ukiangalia ile Murabitus, ile timu yao ya taifa ilikuwa inacheza kwenye AFCON, ulikuwa unaona wachezaji wengi wana vimo virefu. Kwa hiyo hiyo ni sample tu. Ndani ya kikosi cha Wydad kulikuwa kuna Boda Mahsin, kiungo huyu ambaye alikuwa captain pia wa national team, na mwenyewe ana height ndefu. Ndani ya TP Mazembe kuna fullback ya kulia inaitwa Ibrahima Keita, na mwenyewe pia ana hiyo height. Kwa hiyo huyu Noor Al-Habdi pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wana hiyo height nzuri. Ana kimo kizuri ambacho ni faida kwa mlinzi wa kati. Ukipata mlinzi wa kati ambaye ana height nzuri, anakuwa na faida katika mazingira mawili. Mazingira ya kwanza, timu ikiwa haina mpira katika set pieces, yeye ana wastani mzuri wa kucheza mipira ya juu. Lakini eneo la pili, timu inaenda kushambulia kwenye set pieces, ana wastani mzuri wa kucheza mpira ya juu. So mpira ya juu ndio hiyo aerial balls, maana mtu mwenye height ndefu inakuwa ni advantage. Kwa hiyo ni mlinzi mzuri, ni mlinzi ambaye yupo comfortable na mpira katika miguu yake, a ball player. Katika qualities au techniques za mchezaji mzuri inabidi awe a ball player, yani mchezeaji wa mpira. Huyu yupo comfortable, anaweza kuchukua mpira akaanzisha mashambulizi, ana uwezo wa kupiga long ranges kwa maana mipira mirefu, kwenda mbele kwa mawings labda, ushafahamu. Ni mchezaji ambaye ana command, ana uwezo kuamrisha kutokana na umbile lake lilivyo. Sometimes kuwa kamanda uwanjani inategemea pia na morphology, yani namna ambavyo anaonekana inaweza katosha kuwa kiongozi ndani ya uwanja. Kwa hiyo kwa Noor Al-Habdi kwangu mimi ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye ana experience pia ndani yake.
kwa sababu amecheza michuano mikubwa mingi kwa kuprove. Miongoni mwa nyota ambao aliipeleka Nouadhibou katika Champions League group stage ni msimu uliopita. Nouadhibou walikuwa kwenye group stage ya Champions League, walikuwa kwenye kundi moja sambamba na TP Mazembe, Mamelodi Sundowns, Nouadhibou na Pyramids ya Misri. Pyramids na Nouadhibou alishia group stage. Mazembe na Sundowns wakaenda hatua inayofuata. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tayari ameshacheza group stage, manake naamini Simba wanasajili wachezaji ambao wana experience pia na michuano ya kimataifa. Amecheza pia kwenye michuano ya AFCON akiwa na Mauritania. Hii AFCON ya mwisho iliyofanyika Ivory Coast. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unaona anatiki kwenye viboksi vingi ambavyo anajaribu kumpanga. Nadhani nimekuelezea kwa ukubwa zaidi. Ndio. Mimi nataka uniambie kwa maana ya factor ile kama ambao ulizungumzia wachezaji ambao wanatokea Msumbiji na Angola. Vipi kwa Mauritania kwa maana ile kacha yao na wanapokuja labda kucheza hapa? Maana yake ulizungumzia hiyo factors pia inaweza ikawa ni sababu ya mtu kufaulu au kufeli. Okay, unajua kwa kesi ya culture, utamaduni, swala la utamaduni linamata, lakini ni miongoni mwa hoja dhaifu. Yani ni hoja ambayo kwenye scouting unaweza kaiweka, lakini haina nguvu sana, haina mashiko sana hoja ya hiyo. Kwa mfano, alikuja Carlinhos kutoka Angola. Unaweza kuingia na doubt juu ya wachezaji hawa wa Lucy countries, yani mataifa yanayozungumza Kireno. Lakini alikuja Mixon kutoka Msumbiji, na lenyewe ni Lucy country pia, taifa linalozungumza Kireno, na alifanikiwa Mixon hapa, si ndio? Haimaanishi usite kwenda Angola kuchukua mchezaji mwingine kwa sababu Carlinhos alifeli. Sawa. Ila ukienda katika scouting, miongoni mwa vitu ambavyo vinazingatiwa pamoja na huo utamaduni. Sasa kwa mfano kama kesi ya Mauritania. Mauritania ni taifa ambalo linapambana kuwa trusted, kuaminika. Linapambana kuaminika ili liweze kutoa wachezaji wengi, kwa sababu taifa lao limepitia changamoto nyingi sana ya kimazingira. Unajua Mauritania hadi nyasi za kuchezea mpira kwa maana hizi pitch ilikuwa hazioti kwa sababu ya hali ya ujangwa ambao kwa nayo wenyewe kule hapo kwenye jangwa, sio? Kulikuwa kuna changamoto pia hadi ya kiutawala, kisiasa. Nchi ilikuwa inapitia changamoto hadi ya kutolewa wachezaji wao, walikuwa raia wao walikuwa wanapelekwa kufanya kazi mataifa ya Kiarabu, Morocco, Algeria. Wameshaenda sana kufanya kazi kama watumwa kwa lugha nyepesi. Kwa hiyo Mauritania game changer wao ni huyu Ahmed Yahya ambaye ndo federation president wa Mauritania. Yaani ndo kama game changer wa Mauritania. So Mauritania imefanyika kazi kubwa sana na FIFA wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha nchi ina stabilize katika masuala kadhaa kadha. Sawa? Sasa basi. Sasa hivi Mauritania ndo inatoa wachezaji. Ndo mfano kama Bokda Mohsin ameenda kucheza Wydad Casablanca, yule akina Sidi wale walitoka ameenda kaskazini pia, Ibrahim Keita kaenda TP Mazembe, umeelewa? Kuna mmoja yuko Libya. Ukiangalia hawa wachezaji wanaotoka wa Mauritania, yuko Kadim Diao, fullback ya kushoto ya Al Hilal. Maana yake nini? Maana yake hawa wachezaji wa Mauritania kipindi hiki ndo wanaanza kutoka kwenye miaka hivi karibuni, ndo wanatoka. Wanapofanya vizuri wanazidi kuaminiwa, watu wanaanza kuliangalia Mauritania kama soko. Mwanzo ilikuwa ngumu kuangalia Mauritania kama soko kwa sababu ilikuwa ni miongoni mwa mataifa dhaifu sana kimpira. Kwa hiyo ilikuwa iaminiki. Lakini sasa hivi inaanza kutengeneza uaminifu wake. Kutokana na hizi kesi za kufanikiwa kwa hawa wachezaji akina Ibrahim Keita, akina Kadim Diao, unaanza sasa kuamini Mauritania wana talent. Mambo mengi yamebadilika kwa sasa, kwa hiyo tunaweza tukaenda kuchukua wachezaji. Kwa hiyo kwenda kumchukua mchezaji Mauritania sio kamari tena. Ni wachezaji ambao tayari wameshaanza kuprove na soko lao limeshaanza kuwa kubwa, na wachezaji wa Mauritania wanatoka naenda maeneo mengine. Ndio mzinga. Kama taarifa ambazo hizi mimi nimezipata zimenifikia. Hilo umenistua walivyoniambia Shema Londo anamkata. Yes, hapo ndo nataka niulize. Maana yake kumchukua huyu Nouh El Abdi na kumwacha Shema Londo. Unadhani ni itakuwa labda ni move sahihi kwa klabu ya Simba ukilinganisha na malengo yao ambayo wamejipangia kufika mbali labda katika michuano ya kimataifa, especially ligi ya mabingwa? Kwa kesi ya Nouh El Abdi kusajiliwa na Simba, binafsi kama utaniuliza nitasema anastahili kuchezea Simba. Lakini kwa kesi ya kukatwa kwa Shema Londo, binafsi naiangalia kwa namna tofauti kidogo. Malone ni one of the top defenders, sawa, ambaye ametoka Cotton Sport, timu kubwa zaidi Kameruni kwa sasa. Ameperform miongoni mwa watu ambao walipeleka Cotton Sport katika group stage ya Champions League. Ameperform pia katika hayo maeneo, akawa MVP kwenye zile tuzo za Mbua Foods Awards mpaka anakuja Tanzania.
amefika Tanzania season yake ya kwanza, kacheza kwenye kiwango ambacho sio cha kusitisha sana, ila aliperform. Kwenye season yake ya pili, kwa maana season hii amecheza vizuri Shea Malone, lakini baadaye akaenda kupata injury. Kama sikosei ilikuwa game na Azam ile, sio ilikuwa game na Simba, sio kuna game kubwa alipataga injury. Baada ya kupata injury ikamletea changamoto. Baada ya kumletea changamoto, tangu amerudi, maana kwanza eneo lake tayari Shamu Karabwe amesha ingia, ndio anacheza na Abdurazak pale, lakini bado hajawa fit hivyo kwa daraja lile ambalo watu tumemuona. Lakini imani yangu ni kwamba Shea Malone ameshawahi kuonesha kwamba ana uwezo, anahitaji tu kuongezewa season, anahitaji tu kupata season nyingine ya kuanza upya, una start fresh, unaanza upya ili aweze kudeliver uwanjani. Lakini so far tunapozungumza ni mchezaji mzuri ambaye binafsi kama Malone angekuepo, Shamu Karabwe yupo, Abdurazak yupo, Nuhu El Abdi naye anakuja, nadhani ingekuwa ndo better zaidi kuliko kumkata Shea Malone. Kwa kesi ya uwanjani, kwa maana kucheza Shea Malone ni mchezaji mzuri, ila sometimes zipo blanda ambazo amewahi kufanya zimetokea za kiuchezaji inatokea, lakini sasa unaweza ka question kwamba blanda ikitokea zaidi ya mara moja ndio unaweza kaanza kusema huyu hatuzingua, huyu sio mchezaji mzuri nini, inaweza kaingia hivyo. Lakini kwa kesi ya kucheza ni mchezaji mzuri, lakini ikija swala la nje labda kuna vitu vingine ndio wakati kwa vitu vingine, hapo inakuwa sina kauli. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Shukrani sana. Asante sana.